Ndugu wahitimu na wageni waalikwa, nichukue fursa hii kuwakumbusha kwa kuzingatia kuwa nchi yetu itafanya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba 2025 wachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wabunge, wawakilishi na madiwani. Ni vyema kila mmoja atimize wajibu wake katika kuhakikisha uchaguzi huu unafanyika kwa usalama, amani na utulivu mkubwa sana. Ndugu wahitimu na wageni waalikwa, niwahakikisheni kwamba katika uchaguzi huu Jeshi la Polisi halitakuwa na muhali wa kuchukua hatua za kisheria kwa mtu au kikundi chochote cha watu kitakachoshiriki au kufanya vitendo vya uhalifu, vurugu au uvunjifu wa amani kwa lengo la kuvuruga uchaguzi. Eneo hilo nitalirudia kwa msisitizo kwamba Jeshi la Polisi halitakuwa na muhali wowote ule, wala halitapepesa macho hata kidogo mtu yeyote yule ama kikundi chochote kile kitakachojaribu kufanya vitendo vyovyote vile vya uvunjifu wa amani, vya vurugu na kutaka kujaribu kuvuruga uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Mazoezi yale na maonyesho tuliona pale uwanjani ni Jeshi la Polisi katika utayari wake kuja kushughulikia wale wachache ambao watajifanya wao ni vijogoo wasiotaka kufuata sheria za nchi. Na virungu vile walivyokuwa na vitumia si ya kwenda kuchungia mbuzi wala kuchungia ng'ombe, ya kwenda kushughulikia watu wakorofi wasiofuata sheria za nchi. Kwa virungu vile vitatumika pamoja na vifaa vingine kudhibiti wale wachache ambao watataka kufanya vitendo vya hovyo vya kuvuruga uchaguzi usifanyike. Mafunzo yanayohitimishwa leo ni moja ya maboresho ya Jeshi la Polisi kama nilivyoeleza hapo awali, katika kuhakikisha watendaji wake wanapanda vyeo kwa wakati ndani ya mwaka wa fedha husika, kwa kufanya mafunzo ya upandishaji vyeo mapema kabla ya kibali cha upandishaji vyeo kutolewa na serikali. Lengo ni kwamba mara tu kibali inapotolewa, wale waliohitimu mafunzo hayo na kufaulu waweze kupandishwa vyeo, tofauti na ilivyokuwa hapo awali ambapo kibali kinapotolewa ndipo mchakato wa kuhudhuria mafunzo ulikuwa unaanza, na hivyo kupelekea kupanda vyeo kwa kuchelewa na nje ya mwaka wa fedha husika. Wahitimu hawa walioko mbele yako tuliwapokea shuleni hapa tarehe 14 mwezi wa 3 2025 kutoka mikoa na vikosi vyote hapa nchini, jumla yao ikiwa 2078. Kati ya hao wanaume 1704 na wanawake 374. Shule imewapa mafunzo ya uongozi kwa miezi 2.5. Mfano mgeni rasmi, leo hii wanafunzi walioko mbele yako ambao tuliwapokea tarehe 14 wamebakia 2068. Wanaume 1694 na wanawake 374. Wanafunzi 9 tumewaachisha mafunzo kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo utovu wa nidhamu na mahudhurio ya hafifu ya mafunzo. Mwanafunzi mmoja alifariki dunia kwa ajali ya gari. Aidha, wahitimu hawa tumewapa mafunzo ya sheria ya uchaguzi na jinsi ya kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo kupitia kwao shule imeliongezea Jeshi la Polisi uwezo zaidi wa kuhakikisha uchaguzi mkuu wa mwaka huu unafanyika kwa amani, usalama na utulivu mkubwa.